Kuna manabii wa uongo, wale wa fitina, ati wanafikiria kwa sababu baba ametuacha chama ya ODM itasambaratika. Mimi ningependa kuambia kama vile baba alikuwa anapenda kusema, tunawaambia ng'oo. Tunawaambia ng'oo. ODM will be stronger. ODM will be bigger. ODM will be mightier. ODM will form the next government. Ama ni kweli ama uongo? Si mnajua baba yetu alikuwa amefika mahali akikaa juu anaangalia dunia na anajua vile maneno iko. Na ndio maana alikaa na akasema anataka kuweka nyinyi mkae ndani ya kivuli inaitwa broad based government. Kwa miaka mingi maendeleo imechelewa hapa Homa Bay. Hakuna barabara, sijui stima hakuna, uchumi umezorota. Akasema lazima ashikane na ndugu yake William Ruto tulete ukombozi. Maendeleo ifike hapa Homa Bay kama inavyofika sehemu zingine za Kenya. Na mnajua mara mingi mimi huwa namuona viongozi wenu wakiongozwa na kina Nyasuna hapa. Kila wakati wanamkaribisha rais, wanafungua affordable housing, wanafungua masoko. Ninajua kuna mipango ya stima, barabara zenu, vijana wapate kazi. Si hiyo ndio maneno mnataka katika taifa hili? Kwani nani alisema ati Wajaluo ama watu kutoka kona hii pia hao hawahitaji maendeleo kama Wakenya wengine? Nani huyu alisema lazima nyinyi mbaguliwe? Nani huyu anajidanganya kwamba ati kwa sababu baba ametuondokea nyinyi bado mtarudi kwa siasa ya upinzani na kuhangaika? Huko hamrudi. Mnarudi huko kweli? Mnarudi huko? Mtu amezoea kukula na kijiko, mambo ya kukula na mkono tena hawezi kubali. Ama namna gani? Si maneno mzuri ikuje hapa? Si mmeanza kudonjo utamu ya serikali? Ni tamu si tamu? Si ni tamu zaidi? Sasa mimi wacha niwaambie, sisi tumebakishwa na kazi yetu ya kuhakikisha kwamba pahali baba alikanyaga, pahali alituelekeza, pahali alionyesha njia ndio hii. Mtawachilia hapo kweli? Si mnakaa hapo? Tuendelee kufanya kazi na viongozi wenu, si ndio? Mimi kule Senate ninafanya kazi na viongozi wenu vizuri sana. Senator wenu Moses Kajwang amenituma hapa leo vizuri sana. Niko na hii yake pia. Amenituma yeye, kwa bahati mbaya walifiliwa kwa siku ya jana. Governor anajua na atapatiana pole ya kwa nini hajakuwa hapa siku ya leo. Na viongozi wengi katika bunge ambao tunasongesha hili gurudumu la maendeleo ya kuhakikisha kwamba kuna usawa katika taifa letu la Kenya. Wale wengine ambao wanashindana na sisi, naibu wa rais, mimi ningependa nikuambie hivi. Kama wewe unajihisi wewe ni mwanaume, wewe ni mama na unataka kushindana na hii timu yetu ya Broadbase, bas zunguka Kenya mzima na uongee na sisi, utuambie mpango yako ni gani. Maneno ya kugawa wa Kenya kwa msingi wa kikabila, ya chuki na kuleta madharau katika taifa letu, sisi tunawakuambia hiyo itashindwa asubuhi na mapema. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Si tumeonyeshwa barabara ni ya kuunganisha Kenya? Ama namna gani? Sisi tunataka tutembee pamoja na tuhakikishe kwamba hakuna mtu yoyote atachukua haki ya watu wa Homa Bay. Ile maneno yote ilikuwa imepangwa itatimika na itakuja hata mingi zaidi. Ningependa nikuombe Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati hawa wamekutumia kijana Boyd tarehe 27, wewe chukua yeye na ufanyie yeye mentorship pia. Saa ile uko na mazuri, saa ile uko na mazuri kwa ofisi yako, unagawagawa Kenya, lakini unakumbuka kitinda mimba wa hapa Kasipul. Unamtuma, anakuja kusalimia kina mama, anasalimia vijana, anasalimia wazee. Ama namna gani ndugu zetu?